Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Al-Ibana Online TV. Karibu katika kipindi chetu maarufu kabisa, kipindi kinachofahamika kwa jina la Jawabu Shafi, yani jawabu lenye kuponya. Na kama kawaida tunaye Sayyid wa Sheikh Abdul Qadir Muhammad Ahmad Al-Ahdal. Sheikh, karibu kwanza uweze kuwasalimia watazamaji wetu. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya mtazamaji wa Al-Ibana Online TV tunasema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, maswali niliyotumiwa kwenye simu yangu ni mengi sana na nimejaribu kunukuu kama maswali matatu, lakini vile vile watu wana comment katika maswali, wanapongeza mashallah, na wengine wazidi kuuliza swali juu ya swali. Moja katika swali ambalo lilitumwa lakini tuliambiwa tunaomba utuulizie kwa shekhe, na swali hili alinitumia ndugu yangu maarufu Kunta Kinte. Yeye anasema ametumiwa na dada mmoja. Dada anasema swali langu nipelekee kwa Shekhe Abdul Qadir, muulize, mwambie kwamba mimi ni mwanadada na nukuu kwamba nafanya biashara ya nyumba na najenga nyumba, napangisha nyumba. Kwa hiyo wapangaji wanatoa kodi, ndio biashara yake ya ujenzi wa nyumba na kupangisha. Anasema ana uwezo wa kutoa zaka na imefika muda wa kutoa zaka, lakini wakati umefika muda wa kutoa zaka, wakati huo yeye ana madeni. Sasa anaweza kutumia ile zaka yake kulipa deni lake au akatoe zaka yake? Ana hela nyingine ya kulipa deni, anaweza kutumia ile hela ya zaka yake ambayo itakwenda kutoa akalipa deni? Alhamdulillah. Kwanza dada yetu lazima ajue vizuri ni zaka inatakiwa utolewe katika mali ambayo inakuwa nyumba. Kama nyumba, sharia hajalazimisha kutolewa zaka, au gari, mtu ana malori, kwa malori binafsi hamna zaka. Sumela vizuri, tofauti na ngamia, ngombe, mbuzi, zaka ipo kama itafika idadi maalum na sharti maalum. Lakini magari, manyumba, sharia hajaruhusu kutolewa kama gari, kama nyumba zaka, isipokuwa kama gari hii inaleta hela, ni hela inaingia katika account, na nyumba hii umemkodisha watu, ni hela inaingia account. Hela hii ishafika kiwango ya zaka, ni ishabita mwaka, hapa nitakiwa ulipa katika hela hii ambaye imethibiti kwake sharti mbili. Hii imefika nisabu zaka, ndio kiwango ya zaka, ndio, na imebita kwake ni haul mwaka, utalipa. Sasa yeye kama imezunguka mwaka na hela ya kiwango dhahabu ushafika kiwango ya zaka, kiwango zaka ni nitakiwa gram 85 ya dhahabu ambaye crate 24, sio 21 wala 19. 24 manake halisi ni iyar 24. Thamani yake soko, mfano kama dhahabu ya crate 24 mfano natoa inauza gram moja mfano 10,000, gram 85 itakuwa shilingi ngapi? 8,500,000 takriban, sio 8,500,000 takriban, sio 10,800,000 mfano natoa ndio. Sasa ishafika hela 8,500,000 tayari, kiwango natoa mfano tu, mimi sijui gram inauza ngapi. Ishafika kiwango hii nishazunguka mwaka tayari, dada atakiwa atoe robo, yani 2.5. Kama yeye ishafika kiwango dhahabu kabla hajalipa zaka, kiwango ya zaka nakusudia, kabla hajalipa zaka kwanza alipe, atoe deni yake. Bado kutoa deni, hela imebaki, kama kiwango dhahabu bado imefika hajapungua na mshamzunguka zaka mwaka, hapa atatoa zaka. Kama kwanza alipe deni yake kwanza, alafu ibaki ile ajue. Sio kila hela inatoa zaka. Zaka ya hela au fedha ni au afiki kiwango maalum na zunguke mwaka, tofauti na zaka ya mifugo ya shamba ile mazao. Hii kila unafuna unavuna unatoa. Mungu asema watu haqahu yawma
hasadi, lakini hela lazima zunguke mwaka na ifike kiwango ya thamani ya dhahabu 85 ambaye crate 24. Naam. Naam, Sheikh hapa tu labda tusiame kwenye swali hili, mashallah, pamoja na majibu mazuri. Tunaona kwamba zaka ya mifugo imewekwa kiwango maalum, ngamia wakifika kadha, mbuzi wakifika kadha utatoa, na ila ya zaka ulisema kwamba inakuwa yani inakuwa, na tumeona zaka ya mavuno haya ni kwamba kila unapovuna unatoa zaka mpaka 5 awsuq. Ndio. Sasa ina kila maalum, sio sawa. Huyu mtu ni mfanyabiashara wa nyumba, mwanzo wakati anaanza biashara alianza na nyumba moja, sasa hivi ana nyumba 11. Biashara yake naisi inakuwa huyu? Nyumba sheria hataki kwa nyumba kutoa zaka isipokuwa nyumba moja tu. Tawaeleza hapa. Tawaeleza hapa, lakini katika nyumba hatakiwi kulipa zaka kama mbuzi, ngamia au shamba. Sio nzuri. Kama hela wewe umekodisha hela au umeuza nyumba, hela imekaa account, shazunguka mwaka na shafika kiwango ya zaka by thamani 85 gram dhahabu ambayo 24 crate, hii lazima utoe. Sio nzuri. Lakini yuko nyumba, nimekumbuka, umenishtua, yani umenikumbusha, yuko nyumba nyingine lazima utoe katika zaka. Ndio nyumba gani? Wewe Abdullahi umenunua kiwanja hii ndio kwa ili kujenga na kuuza. Yani msingi nyumba hii wewe sio kukaa kuishi. Lengo sio kuishi. Biashara. Hii ulama wanasema damu ushajenga nyumba hii au kiwanja hii, wananunua, wanatoa hati, unasubiri haba biti lami alafu unauza kwa nia biashara. Hii nakwambia ulama unatoa zaka, maana yake hii ilikuwa tangu zamani ni biashara. Sasa kama nyumba hii umetangaza au kiwanja hii umetangaza, mimi nauza tangu umekamilisha nyumba, sio vizuri. Umetangaza nyumba hii mimi nauza, lakini mbaki miaka 3 hakuna mtu anakuja kununua. Baada ya miaka 3 umekuja mtu kununua. Alama mختلفiana, unalipa zaka ya miaka 3 au unalipa mwaka ule ambaye moja. Ibn Uthaymeen wengine wanasema unalipa mwaka mmoja tu, sio tangu umetangaza. Sasa nyumba ilikuwa asili yake ni biashara. Halafu ulama wamختلفiana kitu kingine. Nyumba wewe umejenga kwa ajili ya kukaa wewe. Baadaye umebadilisha wewe, baada kujenga bora hii niuze, ifanye biashara. Hii inatolewa zaka hamna. Ulama wamختلفiana, wengine wanasema hii asili yake ilikuwa sio biashara, wengine wanasema hapana, hii ni kwa ajili ya biashara. Nia imebadilika. Ndio. Lakini nyumba ile na mwanzo ilikuwa wewe unafanya, unanua, unajenga, unauza, hii ni biashara, ni hela ile. Hii inakuwa tofauti nyumba ambaye wewe yako lakini unapangisha mtu. Sasa ile hela kupangisha nitakiwa kwa zaka, sio nyumba mwenyewe. Ile hela ikidhi vigezo viwili, itimie ile niswab na izunguke mwaka. Sivyo? Naam. Haya, Sheikh, tunasaidiwa swali lingine hapa. Sheikh Shabani anasema hivyo kuna wale watu wanafanya biashara ya magari yako showroom, inakuwaje? Magari kuna wengine wanakaa na magari wiki 2, wameuza siku 5, wameuza, mwingine inafika mpaka mwaka, naye ana zaka. Alhamdulillah, hii inaitwa katika biashara kisheria inaitwa urudu tijara. Kama duka, una duka kubwa, una supermarket, unauza gari showroom, hii wote inaitwa urudu tijara. Hii thamani yake ile itakuwa unatoa zaka, sio kwa gari au kwa bidhaa. Na sharti hela afike kiwango ile tumtaja na mzunguka mwaka. Ni kama wewe unayo kitu nyumbani kwako umepangisha Abdullahi, lakini ile kodi inakuja kwako, unaishi katika fee ya shule watoto na matumizi ya nyumbani, mwaka haifiki, hamna haja kutoa zaka hii, maana hela haibaki. Sio nzuri. Kama hela inabaki au showroom au nyumba umepangisha wewe, hela inabaki mwaka, imeshafika sharti hii lazima utoe zaka.
Shukran sana. Naam, shukran Sheikh.